Mapambano makali yameripotiwa hii siku ya tano kwenye milima ya nyanja za juu ya tarafa la Fizi kunako sekta ya Lulenge. Kwa mjibu wa duru toka kunako kundi la wapiganaji la Biloze Bishambuke, imesema kwamba wahasi wa M23 Twigwaneo ndio wameweza kushambulia baadhi ya vijiji kadhaa kwenye sehemu hiyo na wameweza kufurushwa na kundi hilo la Biloze Bishambuke. Alipozungumuza na Mashariki Media TV, msemaji wa kundi hilo la Biloze Bishambuke Enjenya na Mubamba amesema yafuatayo kwenye televisheni ya Mashariki Media TV. Jambo mheshimiwa. Jambo sana bwana mtangazaji, na tunashukuru kwa kuwasiliana nasi kwa saa hizi. Tumesikia kwamba mapambano makubwa yameripotiwa huko kwenye sekta ya Lulenge, kwenye vijiji tofauti. Mapambano yamekutanisha wanani na wakina nani? Bila shaka bwana mtangazaji kwamba hii Ijumaa tarehe 16 Mei mwaka 2025 kulitokea mapambano makali kati ya Zalendo wa Semba Biloze Bishambuke, kundi linaloongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Karembe Mwandiko, ambao walikabiliana na jeshi la Rwanda linalofichama ndani ya M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Mapambano hayo yaweza kurusha vumbi kwenye kijiji cha Natunge na Kishashu, ni vijiji ambavyo vinapatikana kwenye sekta ya Lulenge, usultani wa Basiku Sud, tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini. Ni kwamba waasi wa M23 kwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara walikuwa na mbinu ya kutamani kwenda kuangamiza raia sio na hatia Banja, Kitumba, Nyokwe, Kijombo, Mbandura. Ndipo wazalendo waliingilia kati katika hali ya kuzuia mauaji ambayo yasitekelezwe dhidi ya raia wenye hatia bwana mtangazaji. Sasa matokeo ilikuwa namna gani kwa mapambano hayo makali ambayo mmesema kwamba yameshuhudiwa huko? Matokeo ni namna gani? Shaka bwana Bazari ni kwamba matokeo kwa muda ambayo tuko nayo ni kwamba pande wa waasi adui 13 waliweza kufariki, 18 waliumizwa, silaha za rasha au AK-47 ziliweza kuchukuliwa na wazalendo. Kwa upande wa wazalendo ni watu 2 walifariki na 3 ambao waliumizwa, ambao wanaendelea kupata matibabu kwenye kituo cha hapo Kabanja, na hali yao sio mbaya sana. Bwana mtangazaji, ufahamu ya kwamba yapata sasa 8 wapiganaji wa Biloze ambao wanapigana ili kulinda usalama wa raia na mali yake, wanaendelea kupambana na wasi wa Twigwaneo ambao kwa sasa wakishirikiana na jeshi la Rwanda pamoja na wasi Burundi wa Tabara wanaendelea kupambana na wale katika hali ya waasi wanataka kuangamiza raia, afu Biloze Bishambuke wanasema hilo haiwezekani, ni sharti kuweza kulinda usalama wa raia na mali yake. Sasa nyinyi mmegundua namna gani kama wale waasi wamefariki kwa idadi hiyo na wameumizwa? Mmegundua hiyo hesabu namna gani? Bwana mtangazaji, waliofariki hao ni vyepesi kuwagundua, sababu kisha kufurusha vijana wetu waliwafuatilia na wanaogota mamaiti. Hizo ni maiti ambazo ziliogota. Bado kuna wale ambao walifariki, wale hatujui hesabu ya. Hata hivyo wale ambao wanatikana wanapata matibabu kwenye hospitali kuu ya hapo Minembwe, ni kwamba vyanzo vyetu vya Minembwe ndivyo vimetujuza habari hizo, na kwa kweli ujasusi wetu unaendelea na tutawafahamisha kwa kuwa kuna wengine hao waliweza kuumizwa kwa upande wa waasi
ambao bado walikuwa hawajaonekana, bwana mtangazaji. Sasa nyinyi mnatoa hiyo nguvu sehemu gani, wakati tunakuwa tukisikia FABB Biloze Bishambuke yake jemadari Ngoma Nzito wanakuwa mara kwa mara wanapiga waasi wa Twirwaneho M23? Nguvu hiyo mnaitoa wapi wakati nyinyi ni kundi tu, labda hamuna uwezo kama wale waasi? Na mtangazaji, nitakukumbusha kwamba kwa sasa tunapigana na jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda lina umahiri wake barani Afrika na wananufaika na misaada kadhaa kutoka nchi za Afrika, nchi za Ulaya, nchi za Asia na hata nchi za huko Marekani. Lakini Biloze Bishambuke ni vijana ambao waliweza kujitolea katika hali ya kutamani kuzuia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiweze kugundua, na pia watu wasiweze kuyahama makazi yao, na raia wasiweze kufikwa kwa mauaji kama wanavyokusudia wali wa M23. Vijana wa Bishambuke ni vijana waliweza kujitolea ya kulinda udongo wa babu zetu usiweze kunganywa na maadui. Nguvu ambazo tunazo, wana mtangazaji, ni Mungu pekee anatulinda, sababu tunapigania kitu ambacho ni halali. Hatuzulumu cha mtu, hatukuvamia mtu katika nchi yake, bali sisi ndio tuvamiwa. Ni sharti tujihami na Mungu aendelea kutusaidia. Labda ujumbe wa mwisho kwa kuachana na wewe. Ujumbe wa mtangazaji ni kwamba tunatoa ujumbe kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan wale wa nyanja za juu za tarafa la Uvira na Mwenga, kuendelea kuunga mkono wapiganaji wa Biloze Bishambuke na wazalendo wote kwa ujumla, kwa kuwa vijana ambao waliweza kujitolea ili kulinda usalama raia na mali yao, na pia ili kulinda raia wasiweze kuangamizwa, hasa kulinda udongo wa mababu zetu uweze kuendelea kuwa, kwa sababu nchi ya Rwanda inakusudia kupora rasilimali ya nchi ya Kongo. Na ujumbe kwa serikali ya Kongo ni kwamba inavamiwa na nchi ya Rwanda, waweze kufanya hivyo ili kwamba adui tumufushe na tumurudishe hadi kwao. Na ujumbe kwa nchi jumuiya ya kimataifa kwamba waache kuunga mkono jeshi la Rwanda, jeshi ambalo linaendesha mauaji ya kimbari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuendelea kuunga jeshi la Rwanda mkono inamaanisha kwamba wao ndio wanachochea uhasama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wao ndio wanatuma nchi ya Rwanda mali ya Kongo. Bwana mtangazaji, tunakushukuru bwana msemaji wa Biloze Bishambuke, bwana Engineer na Mubamba, tunakushukuru sana. Mtazamaji wa Mashariki Media, huyo alikuwa msemaji wa Biloze Bishambuke ambaye alikuwa akizungumza kwenye television Mashariki Media TV. Tunawatakia usikivu mwema basi na kuendelea kupenda kazi hii na kuisapoti. Basi tuonane kwa muda mwingine wa majaliwa.